Mara nyingi tumekuwa tukizungumza kuhusu kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki, hasa tukihusisha na Injili za Luka, kisha Marko, halafu Mathayo. Vile vile mara nyingi tumewahi kuwaonyesha hili kutoka katika 2 Korintho sura ya 12, ambayo inaelezea wazi kabisa kwamba ukishafahamu tofauti zilizopo kwenye Injili za Luka, kisha Marko, halafu Mathayo, utaelewa kwamba 2 Korintho sura ya 12 inakuambia kwamba mwisho wa siku ni kipindi kinachoitwa juu, kinachohusishwa na Luka, kisha Marko miaka 7 ya mihuri, Mathayo miaka 7 ya tarumbeta. 2 Korintho inasema nini? Juu na miaka 14. Hicho juu ni kabla ya dhiki, kinachoitwa kama kunyakuliwa, kama unyakuo unaokwenda mbingu ya tatu. Lakini inasema nini kuhusu katikati ya dhiki? Hili ni jambo ambalo hata wale wanaoamini katika unyakuo wa katikati ya dhiki mara nyingi hukosa, na kwa kweli hukosa kila mara, kwa sababu wengi hawaelewi kwamba Bwana pia anakuja katikati ya dhiki, katika mwaka wa 7 wa mihuri, mwishoni mwa miaka 6 ya mihuri, na hicho ndicho hasa unachokiona katika Ufunuo sura ya 6, mwishoni mwa mwaka wa 6. Ni jambo la kutisha kiasi kwamba watu wanasema, tuficheni kutoka kwa uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja. Wanasema milima na miamba tuangukienie, ndivyo ilivyo kali na ya ajabu. Wanashuhudia kitu kinachokuja. Sasa hicho wanachoshuhudia kinakuja ni nini? Ni Bwana anayekuja na mahali alichosema ataenda kuandaa katika Yohana sura ya 14. Alisema anaenda kuandaa mahali ili awapokee kwake, ili alipo na wao wawepo pia, na hapo ndipo paradiso. Sasa Wakorintho wa pili wanasema nini kuhusu kundi la pili linaloenda? Inasema walinyakuliwa juu. Hiyo ndiyo unyakuo ambao watu wanauelewa katika Ufunuo sura ya 7, ambayo ni ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki wanaoenda paradiso. Umewahi kujiuliza kwa nini katika Danieli sura ya 2, wakati mnyama anaharibiwa na vidole 10 na kila kitu kinaporomoka, inasema ilikuwa jiwe lililopiga ile sanamu na kuwa mlima mkubwa? Hiyo siyo Bwana akirudi na miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni baada ya dhiki? Kama vile Zekaria 14 inavyosema, hii ni kuja kwa Bwana katikati ya dhiki, akiwa na mlima Sayuni wa mbinguni, akiwa na paradiso, kuwapokea ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Ndio maana kila mtu anashikwa na hofu. Ninaomba ikubariki. Haya.